Sio kwa sababu wewe ni mtumishi ndo lazima utabiri. Sio kwa sababu wewe ni mtumishi lazima uponye kama wengine. Watu wa Mungu, Mungu anaweza akakupa kitu special kuliko wengine, na ukikaa sehemu ya ubabe wako, hata kwenye huduma, Mungu atakuletea watu kutokana na mahali ulipokaa. Ikiwa ubabe wako ni prophetic, utaletewa watu kutokana na ubabe wako. Ikiwa ubabe wako ni kufufua, watakuja watu sawasawa na ubabe wako. Kila mtu Mungu amempa professional yake. Look at me. Hospitali kumejaa madaktari, lakini sio kwa sababu madaktari wote wa hospitalini wamejaa hospitali wanaweza kutibu moyo, wanaweza kutibu ubongo, wanaweza kutibu miguu, wanaweza kutibu kifua. Hospitali ndio ina madaktari wengi, lakini mle ndani ya hospitali kuna huyu anahusika na masikio, kuna huyu anaweza kutibu macho, kuna huyu anaweza kutibu moyo. Na ndivyo ilivyo katika pia ufalme wa Mungu. Sio kila mtumishi anaweza kufufua. Naomba niweke wazi, sio kila mtumishi anaweza kufufua. Na hapa na iwasaidie hata wanaonitazama mitandaoni. Kuna mahali inafika mahali watumishi tunaanza kama kuangalia kama wengine hawafai kwa sababu ya udhaifu. Kuna mtu Mungu amempa ubabe, sehemu yake labda ni kwenye kufufua. Mwingine Mungu amempa ubabe, sehemu yake ni kwenye unabii. Mwingine amempa ubabe, sehemu yake ni kwenye deliverance, kuponya. Alafu akiona wengine wasioponya anasema au hawana nguvu. No, usifike huko. Kila mtu Mungu amemuumbia sehemu yake. Kuna wengine ubabe wao ni kwenye ndoa. Akina Shaboka wakisimama kuhubiri mambo ya ndoa, mtu anaelewa, ndio sehemu ya ubabe wake. Usianze kumshambulia ukasema mbona kila siku anahubiri vya ndoa, hilo kanisa linafundisha tu ndoa. No, yamkini ndio sehemu ya ubabe wake. Kina Daniel Mgogo, sehemu ya ubabe wake. Naongea na mtu hapa, naomba ikusaidie kuanzia leo. Ukiwaona watumishi hata kama wanahubiri vitu usivyovielewa, waache hivyo hivyo, ni sehemu ya ubabe wao. Usije ukaona kwa sababu wewe unasali kanisa fulani lina neema fulani, alafu ukasema mimi siwezi kusali kanisa ambalo halina unabii, watu hawaponi, hawatembei. Usije ukalilaumu, usije ukawalaumu au ukaona kwamba hawana kitu chochote. Sehemu ulipo kwenu ndio mliwekewa ubabe huo, na wao kuna ubabe wao wanao. Wala usiwashambulie wanaohubiri upendo kanisani, na wao kuna ubabe wao. Mungu amewekea hivyo hivyo. Mungu ametutengeneza kuwa tofauti. Haina maana kwa sababu ni hospitali madaktari wote watatibu moyo. Unaweza kuwa ni mtumishi na usiweze kufufua, lakini ukawa ni mtumishi na usiweze kutabiri. Kuna mtumishi ubabe wake ni kwenye kufundisha. Akikufundisha neno unasema ise, sijawahi kusikia kitu kama hiki, lakini kumbe ulikisikia ukiwa huko Mbwinde huko kwenu, lakini umemsikia mtu fulani kwa sababu ni sehemu yake ubabe, sehemu yake ubabe. Kuna mwingine Mungu amempa ubabe ni kwenye miujiza, mwingine Mungu amempa ubabe ni kwenye uponyaji. Hata wewe Mungu amekupa sehemu ya ubabe wako. Hata kama unaona vingine huwezi kuvifanya, usihangaike kwamba mbona wengine wanatabiri, mbona wengine wanafanya. Chukua hiyo sehemu ambayo Mungu amekupa. Mungu anamwambia Musa, unanililia nini? Musa analia, hatuna kwa kwenda. Anasema una nini mkononi mwako? Nina fimbo. Mungu anamwambia chukua hiyo fimbo, kapige maji yapasuke. Mungu anaweza kaenda na wewe kwa kile ulicho nacho, hicho kimoja kikaenda kuzaa mengi, kikafungua njia nyingi kupitia ubabe mmoja ulionao.